Ushindani wa silaha za nyuklia kati ya Marekani na Urusi unazidi kuongezeka kila kukicha, huku kila mmoja hasa Marekani na Urusi wakijigamba juu ya uwepo wa silaha hizo hatari ulimwenguni, kila mmoja akisema na silaha hatari kuliko mwingine. Rais wa Urusi Vladimir Putin, baada ya kufanyika kwa majaribio ya nyuklia yaliyotangazwa na Marekani katika siku za hivi karibuni, alisema kwamba kuna baadhi ya nchi ambazo zinajiona zina silaha za nyuklia, lakini kwa Urusi hapa ndipo mwisho. Tuna silaha zenye kuweza kuifikia dunia popote. Tuna silaha nzito ambazo hakuna mwenye nazo, akisema kwamba hatuhofii juu ya aina ya silaha walizokuwa nazo, licha ya kwamba hakuitaja Marekani moja kwa moja, lakini wachambuzi wa mambo wamekuwa wakielezea kwamba rais huyo wa Urusi Vladimir Putin alikuwa akigusa Marekani. Mvutano wa nyuklia kati ya Russia na Marekani unazidi kuongezeka kadri muda wa mkataba wa nyuklia wa New START unavyokaribia kumalizika, na hivyo kuweka mkataba huo katika mustakabali usiojulikana. Katika hali ambayo muda wa makubaliano ya mwisho wa udhibiti wa silaha za nyuklia kati ya Marekani na Russia unamalizika Februari mwakani, marais wa Marekani Donald Trump na Vladimir Putin wamekuwa wakizidisha mvutano kwa wiki kadhaa sasa na kutishia kuanza tena majaribio ya silaha za nyuklia. Baada ya Putin kutangaza habari ya jaribio la kombora jipya la nyuklia la Urusi mwishoni mwa Oktoba mwaka 2025, Trump pia alitangaza kwamba ameamuru jaribio la kwanza la silaha za nyuklia za Marekani katika miongo mitatu. Kauli hizi kali kutoka pande zote mbili, ikiwa ni pamoja na jibu la Russia kwamba inafikiria kuanza tena majaribio ya nyuklia, zimeibua wasiwasi kimataifa. Ulimwengu umekuwa na wasiwasi kwamba huenda mataifa haya yanatengeneza mazingira ya kuanza tena kwa matumizi ya silaha za nyuklia. Hata hivyo, Urusi imesikitishwa na kitendo cha rais wa Marekani Donald Trump, ambapo ameingia mkataba na Korea ya Kusini ili aipatie manuari za nyuklia, lakini wakati huo huo akikataza baadhi ya mataifa ikiwa ni pamoja na Iran isimiliki silaha za nyuklia, huku akiruhusu pia Israel kuwa na silaha hizo za nyuklia ama kutoifuatilia Israel na silaha zake za kinyuklia. Hili ni jambo baya sana, na ndio maana hata Korea ya Kaskazini kaamua kuingia katika utengenezaji wa silaha za makombora ya nyuklia, na Urusi ikipigia kifua. Hili ndilo tatizo linalotokea, wanaeleza wachambuzi wa mambo. Pande hizo mbili zimetekeleza mazingatio yao katika suala la kumaliza muda wa makubaliano ya mwisho ya udhibiti wa silaha za nyuklia New START, ambayo inaisha tarehe 4 Februari mwakani 2026. Mkataba huo ulisainiwa na Marekani na Urusi mwaka 2010 na ulilenga kupunguza idadi ya vichwa vya nyuklia vilivyowekwa kwenye makombora ya ballistic ya kuvuka mabara na ndege za kivita za kimkakati. Na mkataba huo unaweka mipaka kwa nchi zote mbili ya kutokuwa na vichwa zaidi ya 1550 vya makombora ya nyuklia vilivyowekwa kwenye mitambo ya kurushia makombora hayo. Mifumo hiyo inajumuisha makombora ya ballistic yanayovuka mabara, makombora yanayorushwa kutoka chini ya maji na ndege za kivita za kistratejia. Mkataba wa New START pia unajumuisha mifumo ya ukaguzi na kujenga imani, na ndio makubaliano ya mwisho katika uwanja wa udhibiti wa silaha za nyuklia kati ya mataifa hayo mawili makubwa. Mkataba huu ambao ulirefushwa na Russia na Marekani katika utawala wa Joe Biden kwa muda wa miaka 5 sasa unakaribia kumalizika bila kuwepo dalili yoyote ya maendeleo kuelekea makubaliano mbadala. Awali Trump alikubali pendekezo la Putin la kurefushwa kwa makubaliano hayo. Hata hivyo, kufanyika mazungumzo ya maana ya kurekebishwa kwa makubaliano hayo katika miaka hivi karibuni, hasa baada ya kuanza kwa vita vya Ukraine. Uhusiano wa Marekani na Urusi ulizidi kuzorota na kutokea ushindani mkubwa na mivutano mingi, ambapo rais wa wakati huo Joe Biden aliongoza safu katika NATO kuipa silaha Ukraine. Ushindani unaoongezeka wa silaha za nyuklia kati ya Marekani na Russia umeweka mustakabali wa mkataba wa New START katika hatari ya kuvunjika. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump alitamka katika siku za hivi karibuni akitaka nchi kama vile Marekani pamoja na China zikae pamoja na zizungumzie juu ya mustakabali wa kuondoa silaha za nyuklia, huku China ikitoa kauli yake ya mwisho ikisema kwamba China ina silaha chache kuliko Marekani na Urusi. Sasa Marekani inapaswa kuondoa kabisa silaha zake za nyuklia, halafu itoke hadharani na kuzungumza tamko hilo, na China itakuwa tayari juu ya kufanya hivyo. Marekani pia imetuma ujumbe wa wazi wa kurudi kwenye mbio za mashindano ya silaha za nyuklia kwa kutengeneza mifumo ya makombora na kufanya majaribio mapya ya silaha hizo. Nchi zote mbili, Urusi na Marekani, zinataka kusasisha silaha zao za nyuklia. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba hii ni sehemu ya vita baridi kati ya Marekani pamoja na Urusi na China,
huku kila mmoja wakati huu akitaka kuonyesha nguvu zake za ziada katika kujilinda na katika kukubalika na kutengeneza ushindani wa ulimwengu. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.